إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول العظيم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Ndugu Waislamu, nakuhusieni juu ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani ucha Mungu ndiyo mafanikio ya mwanadamu katika dunia na ndiyo mafanikio yake katika safari yake ya kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huko akhira. Ndugu Waislamu, hazikuwa isipokuwa ni siku chache tu tumeuanza mwezi mtukufu wa Ramadhani, na sasa tuko katika kipindi chake cha mwisho cha mwezi huu mtukufu. Wa sadaqa Allahu al-azim, na Mwenyezi Mungu amesema kweli aliposema ayyaman ma'dudat. Hizo ni siku chache tu za kufunga. Ndugu Waislamu, tuko katika 10 la mwisho, na matendo, amali za waja zinapimwa mwisho wake. Mwanzo unaweza kuwa mzuri, lakini mwisho ukiharibika unaweza kupoteza juhudi na jitihada za mwanzo. Na sisi tuko katika 10 la mwisho ambalo Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alilitizama, kalielekeza kwa mtizamo maalumu na kwa nguvu maalumu kabisa, ili kuweza kufikia lengo na madhumuni ya funga katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu Waislamu, Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alitoa juhudi kubwa kabisa, alijitahidi sana kabisa katika 10 la mwisho. Hadithi ya Bibi Aisha radhiyallahu anha inasema kwamba kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yajtahidu fi al-ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Bwana Mtume alikuwa anajitahidi sana katika 10 la mwisho zaidi ya jitihada alizokuwa anazitoa katika masiku mengineyo ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na haya ndiyo makubaliano na mawafikiano ya wanavyuoni wote na Waislamu wote kwa ujumla, ya kwamba mwezi ulio bora katika miezi ya Kiislamu ni mwezi wa Ramadhani, lakini 10 lililo bora katika mwezi wa Ramadhani ni 10 la mwisho, lakini siku iliyo bora katika 10 la mwisho ni siku ya Lailatul Qadr, ambapo ndiyo mwanzo wa mahusiano mapya kati ya mbingu na ardhi kwa kushushwa Qur'ani. Mwenyezi Mungu anasema shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayinatin min alhuda walfurqan. Ndani ya mwezi wa Ramadhani ndiyo mwezi ambao Mwenyezi Mungu aliiteremsha Qur'ani ili iwe uongofu kwa watu na waweze kufikia yale anayoyataka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, katika uwezo wa kubagua baina ya la haki na lile la batil, lile la sawasawa na lile lisilo sawa. Basi kama ni hivyo, katika mwezi huu mtukufu
Katika 10 hili la mwisho ndipo ambapo mahusiano haya imetayarishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu Waislamu, mwezi wa Ramadhani ndiyo mwezi wa Qur'ani ambapo tulitakiwa kuisoma sana Qur'ani ndani yake, lakini katika 10 la mwisho ndiyo msisitizo na mkazo zaidi. Hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam inayojumuisha mambo mawili muhimu katika 10 hili la mwisho inasema kwamba kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ajwadun nas, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ajwadan nas. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mkarimu mno katika watu. Wa ajwada ma yakunu, na anazidi ukarimu inapokuwa katika 10 la mwisho, hina yalqahu Jibril, pale ambapo alikuwa anakutana na Sayyiduna Jibril alayhi salam kwa ajili ya kumdurusisha, kwa ajili ya kumsikiliza Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ile Qur'ani aliyomshushia, ile yale maelezo, yale mafundisho yaliyotoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuja kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Je, yameendelea katika kiwango kile tulichokupa, tulichokufundisha? Ilikuwa huu ndio utaratibu wa Sayyiduna Jibril alayhi salam, kwamba kila mwezi wa Ramadhani anakuja kumsikiliza Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ile Qur'ani ambayo alimshushia, kuihakikisha kwamba imebaki kama alivyoteremshwa, kama alivyopewa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Isipokuwa mwaka wa kifo cha Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasikilizwa Bwana Mtume mara 2 ili kuithibitisha kwamba sasa wakati wako wa kuondoka duniani umefika, lakini kitabu cha Mwenyezi Mungu kiko salama, kitabu cha Mwenyezi Mungu kimehifadhika katika namna ile aliyoiteremsha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo alikuwa Bwana Mtume ajwadan nas, mkarimu mno, ukarimu wake ulipindukia. Hadithi inasema kaannahu rihun mursala, alikuwa anatoa, alikuwa mkarimu mno, kama kwamba upepo ulioachia. Kila anaukutana na upepo ule anapata kheri, anapata kuburudi, anapata kupokea afya njema kutokana na ukarimu, kutokana na utoaji wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini ndugu Waislamu, ilikuwa himma kubwa ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika 10 hili kwamba alikuwa ahya al-laila, anauhuisha usiku. Usiku anauhuisha kwa ibada mbalimbali, adhkar, kusoma Qur'ani, sala mbalimbali. Alikuwa anafanya hivyo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini wa aiqadha ahla, alikuwa anawaamsha watu wake, familia yake. Kila aliyofikiria umri wa kuweza kuamka kutekeleza ibada za usiku, Bwana Mtume alikuwa hamwachi isipokuwa anamuamsha. Kwa hivyo wale wote aliokuwa nao anawaamsha kushiriki katika ibada katika 10 hili. Lakini wajadda, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anajitahidi sana, tena washadda mizara, na alikuwa anapunguza, anaondoka katika yale maisha ya kawaida ambayo mtu na familia yake, mtu na ahli yake anaishi katika siku za kawaida. Alikuwa anajitenga, anatoa muda Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya ibada na kusahau na kujiondoa katika ada na mienendo ya kawaida, kukutana na familia na mambo kama hayo ya kawaida ambayo mtu ndani ya familia yake amekuwa akiyafanya. Ndugu Waislamu, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Bibi Aisha inasema kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu, alikuwa Bwana Mtume sallam anakaa itikafu fil ashri al-awakhir, katika 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani anakaa itikafu, hatta tawaffahu Allah, mpaka pale Mwenyezi Mungu alipomfisha na kumuondosha duniani. Lakini wakana azwaju, na walikuwa wakeze Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ya'takifna ba'dahu, nao pia walikuwa wanakaa itikafu baada ya kuondoka Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Itikafu, ndugu Waislamu, ni kujitenga na kujiweka mbali angalau kwa siku 10 hizo,
kutokana na mashughuli ya kidunia, mashughuliko yanayotushughulisha yakatuweka mbali na Mwenyezi Mungu, angalau tukapata siku 10, angalau ukapatikana wasaa, ikapatikana nafasi ya mtu kujikurubisha, kujirejesha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kuweza kupata kumbukumbu na kuweza kurejesha namna gani mahusiano yake yaliharibika katika mwaka mzima, na namna gani atachukua juhudi ya kuweza kuyarekebisha mahusiano yale. Ndugu Waislamu, Bwana Mtume sallam anatuambia taharrau lailatul qadr, jitahidini kuitafuta lailatul qadr katika 10 hili 10 la mwisho. Kujitahidi tuitafute, tuipekue, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameificha ile siku halisi kwetu sisi, ili tuweze kutoa juhudi kwa kipindi kirefu, tusije tukachoka, tusije tukaacha, kwa sababu ikishapita, ndugu Muislamu, tuelewe kwamba hakuna kheri nyingine itaweza kuikabili kheri hii ya kupitwa na Lailatul Qadr. Faman hurimaha, atayezuiwa kuweza kupata kheri ya Lailatul Qadr, faqad hurima, huyo ndiye aliyezuiliwa kheri. Bwana Mtume anasema taharrauha, itafuteni katika autar, katika siku za witri za 10 la mwisho, mwezi 21, 20 kuamkia 21, 22 kuamkia 23, 24 kuamkia 25, 26 kuamkia 27, 28 kuamkia 29. Itafuteni humo, itafuteni Lailatul Qadri humo, jitahidini humo, inukeni humo, mfanye ibada mbali ambazo malipo yake yatakuwa ni makubwa sana. Kwa hivyo mchanganyiko wa ibada katika usiku huu ndio wingi wa kheri zako, ndugu Muislamu. Lailatul Qadri khairun min 1000 shahr, usiku huo wenye cheo, amali zinazotendwa ndani yake, amali hizo ni bora kuliko amali zilizotendeka ndani ya miezi 1000. Wanachuoni wanatuhisabia kwamba ni takriban miaka 84 au 83 au 82, lakini hiyo ni miaka mingi kabisa ya kwamba wewe katika usiku ule ulisali, kwamba sala yako ni sala ya miaka 84, kwamba usiku ule ulitoa sadaka, kwamba sadaka yako ile katika usiku ule ni ya miaka 84, kwamba siku ile ulisoma Qur'ani, kwa hivyo Qur'ani yako ile maana yake ni miaka 84. Siku ile uliamrisha mema ukakataza mabaya, maana yake ni kwamba kazi yako ile ni kazi ya kheri. Yoyote ndugu Muislamu utayoifanya katika usiku ule, unaandikiwa kwamba wewe umeifanya kheri ile ndani ya kipindi cha miaka 84. Ni kheri kubwa ndugu yangu Muislamu, na tuone maneno ya Bwana Mtume sallam kwamba ataizuiwa kheri hii. Huyo ndiye aliyezuiwa kheri, huyo ndiye aliyokosa kheri, kwa sababu nafasi ni kubwa, wasaa ni mkubwa wa kuleta istighfar, wa kuleta maombi, wa kufanya kheri mbalimbali ambazo utazozifanya, na kwamba katika siku ile lolote utaloliomba katika ya kheri, katika mazuri, katika yale ambayo hayasababishi matatizo ndani ya familia, ndani ya jamii nyinginezo, basi Mwenyezi Mungu atakujibu maombi yako. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Aya hiyo inakuja katika mtiririko wa aya zinazoielezea funga, ya kwamba katika masiku haya, kwamba katika kipindi cha funga ni nafasi na ni fursa ya shida mbalimbali zilizotukabili ndani ya jamii zetu, ndani ya familia zetu, lakini ndani ya ulimwengu kwa ujumla wake. Shida zimetapakaa, vita vimeenea, matatizo yamekuwa makubwa. Sasa hizi ni fursa, ndugu Waislamu, kujiombea wewe, kutuombea ndugu zako Waislamu, lakini kuombea umma wa Kiislamu na nchi za Kiislamu, angalau Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azirejeshe katika hali za kawaida, ziepukane na shida na matatizo haya. Ndugu Waislamu, kwa ujumla ni kwamba kheri utayoitenda katika siku hizi, hiyo ni faida kwako, na marejeo yake ni kulipwa kwa kiwango kikubwa kabisa itapokuwa imewafiki kheri ile katika usiku wenye cheo, usiku wa Lailatul Qadr, ambao Lailatul Qadri khairun min 1000 shahr,
ambapo tanazzalu almalaikatu waruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amrin, katika kila jambo, katika mambo yote ya mwaka huo, basi ni kushuka kwake, ni kukabidhiwa malaika wanaohusika ili wayaendeshe. Sasa wanakabidhiwa malaika hali ya kwamba wewe uko katika mambo ya kheri, basi huo ni mwanzo mwema, basi hiyo ni ishara njema ya kwamba wewe ni katika watu wa kheri. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwafikishe kuidiriki Lailatul Qadr na atuepushe na yale yote yatayotukwaza kuweza kuifikia siku hiyo, siku tukufu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaunganisha ulimwengu wa juu na ulimwengu wa ardhini kupitia malaika na kheri kubwa na kukadiria mambo yote ambayo ameyapanga kwa mwaka mzima. Wallahu tabaraka wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadi almuhtadun فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل عليم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول العظيم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله usikum wa nafsi bitaqwallah. Ndugu Waislamu, tunaendelea kuhusiana juu ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kutenda kila la kheri, kila lililozuri katika masiku haya, masiku matukufu ambapo amali njema zinapata thamani na zinapata ubora wa hali ya juu kabisa, kama ni hakiba yako ndugu Muislamu. Ndugu Waislamu, kama amali njema zinapata nafasi, kama amali njema zinakubaliwa, kama maombi mema yanapokelewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi tujitahidi sana kuyafanya hayo, lakini kujiepusha na yale ambayo yatatuharibia hichi ambacho tumekichuma, hichi ambacho tumekihangaikia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Imekuwa ni kawaida kwa Waislamu wanapomalizia Ramadhani wanajikuta wanagawanyika, wanakuwa makundi yale, kila moja limekuwa likimwelekezea ubaya ndugu yake Muislamu, hali ya kwamba walifunga kwa pamoja, hali ya kwamba walikuwa wanahurumiana, hali ya kwamba walikuwa wanasaidiana, hali ya kwamba walikuwa ni kitu kimoja, kwa sababu kwa yule aliyetangulia kamtangulia mwenzio kwa siku moja, kwa yule aliyekawia atakawia mwenzio kwa siku moja. Kwa hivyo kama ndani yake mlipicha siku 28, 29, kwamba ndani ya siku moja mbili Waislamu kuja kugeukiana, Waislamu kuja kutukanana, Waislamu kuja kusemeana maneno ambayo sio, maneno hayafai, hili jambo linaweza kuathiri yale ambayo sisi tuliyatenda. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapiga mfano katika Qur'ani, anasema wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha, wala msije mkawa kama yule mwanamke. Kulikuwa na mwanamke huko wa Quraishi huko katika zama hizo zilizopita za zamani, alikuwa yeye shughuli yake kubwa ni kusuka na kutengeneza vitu kama misala. Anafuma, akishafuma mwanzo asubuhi anafuma, lakini kishafika jioni anafumua. Kazi yake ni hiyo. Sasa mfano huu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia sisi tusije tukawa kama wao.
Katika hali gani? Ya kwamba tumetengeneza mazuri, tumejitahidi sana katika mwezi wa Ramadhani, lakini ikawa sasa jioni yake tunafumua yale ambayo sisi tuliyatenda, yale mazuri ya kheri ambayo tumeyafanya, sasa hivi tunayavuruga. Tunayavuruga kwa nini? Kwa maudhi, tunaudhiana Waislamu, na sisi tumekatazwa kuudhiana. Ya ayuha alladhina amanu la takunu kalladhina adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu, enyi mlioamini nyinyi msiwe mnafanyiana maudhi kama wale ambao walikuwa na muudhi na kumkera Sayyiduna Musa alayhi salam. Haya ni makatazo. Sasa sisi tumekuwa tunaudhiana, tunakerana. Wale wanasema sisi ndio tumepatia, wale wengine wanasema sisi ndio tumekosea, sisi ambao Sasa hii bughdha hii ya kazi gani, ndugu Waislamu? Walhali mlifunga, walhali ya kwamba nyinyi Waislamu, hali ya kwamba nyinyi watu ni kitu kimoja. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia, almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi. Muislamu wa kweli ni yule ambaye umesalimika ulimi wake, hambughudhi mwenziwe, hamkeri mwenziwe, ana lake kaliamua na aliamue lake mwenyewe hilo. Lakini tena sio kwamba anabughudhi watu, sio kwamba anawaudhi wenziwe kwa maneno na bughdha na ishara na vitendo mbalimbali. Hayo yote haiwezi kuleta tija, yatakuharibia kile ambacho umekifanya. Sasa faida yako itakuwa ni nini wewe? Kwamba umehangaika mwezi mzima, ikisha ndani ya siku moja tu ambayo wengine wanazingatia bado ni Ramadhani, wewe umesema umetangulia, unaanza kuwaudhi wenzako. Hii faida yake itakuwa nini kwa upande wako? Na itakurejeshia nini kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Na kama kwamba tumesahau kwamba mara moja Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoka kwa madhumuni ya kuwapa watu habari juu ya siku halisi ya Lailatul Qadri, wale akawakuta watu wanazozana kwa maneno, wanasemezana vibaya kwa maneno tu. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akashughulika na watu wale. Alipomaliza kushughulika na watu wale, akawaambia masahaba, kharajtu ilaikum liukhbirakum bilailatil qadr, nilitoka mimi kwa ajili ya kwamba nikupeni habari juu ya ile Lailatul Qadri ya mara hii, nikwambieni siku fulani ili mpate kujitahidi, ili muende hali ya kwamba mshaitambua hiyo siku. Lakini nikawakuta watu wanazozana. Nilipowakuta watu wanazozana, fa unsituha, nikasahaulishwa. Mwenyezi Mungu kanisahaulisha kwa sababu ya mizozo, kwa sababu ya matatizo ya watu, kwamba wanashindwa kuvumiliana, wanashindwa kustahamiliana, wanashindwa kuelekea katika lile la pamoja ambalo litawaunganisha, na sura yao, picha yao itakuwa ni nzuri ya pamoja kwa umoja. Lakini katika hayo basi wao wamekengeuka, wamekwenda na mambo mengine na mizozo, kama ambavyo sisi tunafikia katika hali kama hizo, hali ambazo haziwezi kutusaidia wala hazileti picha nzuri, bali huo ni mwanya na ni mlango wa adui kuweza kupita na kuyaingiza makubwa zaidi, tukazidi kufarikiana, tukazidi kutofautiana. Kwa hivyo tunachokihimiza hapa, tumo ndani ya mwezi mtukufu, tunaumalizia, tuumalizieni kwa wema. Wal a'malu bil khawatim, amali zinapimwa mwisho wake, sio mwanzo wake. Sasa kama ulianza vizuri, mwisho unaharibu, fahamu inaweza kuathiri ule mwanzo mzuri ambao wewe uliufanya. Sasa jichunge sana, jichunge sana. Waislamu ni yule ambaye umesalimika Waislamu wenziwe kutokana na kero zake za ulimi wake na vile vile kero za mkono wake. Huyo ndio Muislamu mzuri. Lakini aliyepanda daraja, wal mu'minu man amana an-nasu, waumini wa kweli, muumini wa kweli ni yule watu ambayo wameaminika watu kutokana na damu zao, hamwagi damu zao, hawadhuru kwa namna yoyote ile, hawabughudhi kwa namna yoyote. Huyo ndio muumini. Sasa imani itakuweko wapi ikiwa wewe unawaudhi watu, unawapiga, unawasema, unachukua vyao, unafanyaje, unavuruga vyao? Haya mambo hayawezi kukusaidia ndugu Waislamu, haiwezi kutufikisha pahala pazuri la duniani wala akhira kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu umeharibu, kwa sababu umefanya sivyo. Bwana Mtume anasema, kufa alaika hadha, izuie na huu ulimi. Wa hal yakubu nnas, na je watu, kuna watu watautumbukizwa motoni, ala wujuhihim, kifudifudi, kiusouso, au ala manakhirihim, au kipuapua, ndiyo kifudifudi hicho,
illa hasaidu alsinatihi, isipokuwa chumo la midomo yao. Hichi ndicho kitatowatumbukiza watu kwa wingi motoni kabisa, chumo la ulimi. Sasa sisi tujihifadhi, tujichunge. Kama una lako moyoni, basi nenda na lako, usiwaudhi wenzako, usiwakere wenzako, usiwafanyie fujo wenzako, sababu haya yote kwa pamoja ni kero. Walladhina yudhuna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu, wale wenye kuwaudhi waumini wa kike na wa kiume kwa mambo ambayo wao hawahusiki nayo, basi hao watakuwa wamezua uzushi mkubwa kabisa na wamefanya jambo baya kabisa katika mambo walioyafanya, hali ya kwamba huko walikotoka walifanya kheri kubwa, wakafanya mambo mazuri ambayo ya kupigiwa mfano na ya kuridhiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini iko hatari ya kuharibu mambo yale na kuweza kufikia pahala pabaya. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama tulivyoanza mwezi kwa wema na kheri, atukhitimishe nao kwa wema na kheri, akubali amali zetu, apokee maombi yetu, atujibu katika yale ya kheri mazuri tunayoyataka kwa ajili ya dunia yetu na kwa ajili ya akhira yetu. Ala wa sallu wa sallimu ala al-bashir an-nadhir. وقد أمركم الله بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع صحابة رسول الله أجمعين. اللهم ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا اختم لنا بالصالحات آمالنا واقض بفضلك ديوننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أدنى من ذلك، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم ربنا أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان، خصوصا منهم رئيس زنجبار دكتور حسين علي حسن مويني. اللهم ربنا جنبه الفحشاء، اللهم ربنا وفقه لما تحبه وترضى. اللهم ربنا خذ بناصيته إلى الخير وإلى طريق مستقيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فأقم الصلاة.